Tumekuja masjidi ya Jamia Islamia huku Salasala katika kata ya Mabwepande. Kilichotuleta kifupi ni ibada, kusema kweli. Tumekuja kuabudu. Lakini ndani yake kulikuwa na masala kidogo yalikuwa nataka kurekebishwa katika uelewa. Kulikuwa kunasemekana kuna mgogoro unaohusu mambo ya uendeshaji wa msikiti. Kama Sheikh wa mkoa kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Kinondoni kakaangu Bwana Saadi Mtembule, leo tukaona tuje, hali ya kuwa tumeandamana na baadhi ya viongozi, mimi nikiandamana na Sheikh wa wilaya pamoja na Sheikh wa kata wa eneo hili, lakini na wajumbe wa baraza la mashehe wa kata hii kwa ajili ya hilo. Na kwanza niseme alhamdulillah, tumeyakuta mambo shwari, japokuwa kidogo kulikuwa na dosari, lakini nazo sio za kuzingatiwa sana. Na tulichokifanya tulikuja na miongozo kubadilisha uongozi, lakini tulichokifanya tumemuongeza mtu ambaye atakuwa ni imamu kwa sasa akishirikiana na Imam Makala, anaitwa Mwinyi Jiti, atakuwepo hapa. Na hii ni moja katika hatua tu, kwa sababu tunakwenda kwa ngazi. Na kikubwa nilichokifanya pamoja na uongozi uliofuatana nao pamoja na mkuu wa wilaya, kwanza kuondosha pressure, lakini kushusha jazba za watu, hasa ukizingatia katika kipindi hichi cha mwaka wetu huu, umeniwite mwaka ambao kidogo una rangi, tunakwenda katika uchaguzi. Tusingependa kuona msikiti unatumika kama jukwaa la kuchafua amani ya mkoa, amani ya wilaya, amani ya Tanzania. Kama Sheikh wa mkoa kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya, tumekuja kwanza kutengeneza platform hiyo, watu waweze kucheka pamoja, waweze kuwasiliana, lakini kikubwa lengo la kuwaleta msikitini nalo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu litimie. Kwa kuwa tumeziona baadhi ya dosari, tulichokifanya Sheikh aliyokuwa akiswalisha hapa, Sheikh Abubakar, tumemwengua akae pembeni kwa kipindi fulani. Lakini pia tukamuingizia Sheikh Mwinyi Jiti atakayekuwa akishika nafasi yake pamoja na waumini wa hapa, na tumeahidi tukaendelea kuwa karibu nao sana, na inshallah Ijumaa itakayokuja ikiwa nipo Dar es Salaam au sijakuwa na majukumu mengine makubwa zaidi, nitakuja hapa. Lakini kabla hapo, tunachokifanya hivi sasa hivi ni kutengeneza safu ya uongozi makini. Uongozi utakokuwa unatambulika na BAKWATA, uongozi utakuwa unatambulika na serikali, uongozi ambao kwamba ndio tutakuwa tunauliza kilichopanda, kilichoshuka, kilichoiva na kilichokuwa kibichi, ambacho tumeyaona hilo jambo. Uongozi hapa upo, lakini asibaya kusema uongozi kama wa kienyeji kwamba fulani kama mwenyekiti, fulani kama katibu, fulani kiasi kitokea cha kutokea anaweza kukimbia, hatujui tunampata wapi. Lakini tunataka tuweke sasa wadhamini watakaotambulika Wizara ya Mambo Ndani, watakaotambulika BLERA, watakaotambulika na hata kule RITA kama ilivyokuwa taasisi nyingine, lakini chini ya uongozi na usimamizi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, kama miongozo inayotolewa na Mheshimiwa Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Bwana. Nashukuru kwa siku muhimu ya leo kwamba tumepata ugeni wa mashekhe kutoka sehemu mbalimbali, hususan shekhe wetu wa mkoa. Alhamdulillah, na hizi ni moja katika sehemu ya dua ambazo tulikuwa tukiziomba kila uchao kuhusiana na kadhia ya jambo letu hapa. Ni jambo ambalo limechukua muda mrefu, ilikuwa ikijulikani kiini cha tatizo, lakini alhamdulillah leo imejulikana tatizo la kiini cha jambo hili kwa namna ambavyo shekhe amelisimamia. Tunashukuru alhamdulillah. Mwenyezi Mungu amzidishie shekhe wetu, shekhe wa mkoa, Shekhe Walid, na pamoja na jopo zima ambalo limehudhuria hapa. Tutaendelea kushirikiana kama alivyotoa mwongozo shekhe wetu wa mkoa, hakutokuwa na makundi, na tutafanya ibada kanamna vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuelekeza. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin. Ni muda mrefu, lakini tatizo linajulikana kwamba mzee ambaye ametoa eneo hili alitoa eneo hili tangia 2009 na alitoa poli tu, kwa maana poli la kutupa wanyama poli, lakini kwa juhudi za Waislamu alhamdulillah leo panaonekana hapa. Sasa hatujui nini ambacho kipo katika nafsi yake ambacho kilimpelekea muda mrefu kusumbuana na Waislamu na kufanya matukio mengi tu katika nyumba hiyo, kwa sababu tulikuwa tupo katika utaratibu wa namna gani jambo litasimamiwa. Kwa hiyo tunashukuru mpaka hatua hizi za mwisho lilipofikia, tunashukuru alhamdulillah. Msikiti huu hauna mgogoro na mtu yoyote.
kwa sababu mambo ya wakfu yanafahamika. Mtu anapotoa anatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa mtu anapotoa hawezi kuchukua tena. Kwa hiyo katika swala hilo hapana mjadala, yani hilo swala kama ndo litakuwepo basi tutapambana nalo mpaka mwisho litakapokuishia. Lakini kuhusu amani kwenye msikiti huu una amani, na hata sidhani kama kuna watu tuna ugomvi nao. Na siku zote mimi waga najiuliza, hivi kweli kama kweli tunagombania tu tatizo dogo la ardhi la umiliki, lakini hatugombani katika kufanya ibada? Mimi kama ni Muislamu nitakuja kusali, na unapokuja kusali maanake utaonekana wewe una nia nzuri, nia yako tu ni tatizo la hiyo mambo ya ardhi na uongozi, lakini we bado ni muumini. Lakini sasa unapokuwa we unasema una tatizo hapa la nani, alafu huji kuswali, na kuna baadhi ya watu wengine unawazuia wasisali, maana sasa wewe ndio unatengeneza tabaka, unawabagua Waislamu. Na wakati Mwenyezi Mungu amesema shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu na wala msifarakane, wahtasimu fi hablillahi jamia wala tafarraku. Mimi na wewe tuna mgogoro wa ardhi, lakini msikitini twende pamoja. Yawezekana pale tunaposali ile jamaa Mwenyezi Mungu asakullah kheri akaleta neema yake tukapatana, lakini wewe una tatizo na mimi afu utaki huji kusali hapa na unawazuia watu wengine wasije kusali. Hili sasa ndio tatizo. Lakini alhamdulillah shehe wa mkoa ameanza nalo vizuri, na pia akafungua milango kwamba tuende tukaongee naye tujadiliane naye vizuri. Swala hili la msikiti kwa kweli kesi yake imeanza muda mrefu kidogo, takriban kama miaka 4-5 inaweza kufika, lakini ilikuwa haijaingia katika swala la kwenda mahakamani. Mahakamani ni kama miaka 2 iliyopita au 3, na kesi yenyewe ilikuwa ni kwamba yani tatizo lilikuwa ni ugomvi baina ya imamu na mtoa wakfu. Huu ndio ugomvi wao ambao ulifanya ukaingizwa katika waumini sasa, kwamba mtoa wakfu alitaka kundi moja likae kwake na kundi moja likae kwa imamu, lakini hiyo haikuwezekana, kwamba ikabidi yeye abaki na watu wake wachache, lakini watu wengi tulikuwa tuko upande wa imamu, kwa sababu tulimwona imamu hana tatizo. Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni ya kumwona imamu ni mtu muovu hayakuwepo. Imamu ni mtu safi, anatufundishia watoto wetu, na namna hiyo watoto wetu wote wamefundishwa, na mpaka watoto wake mwenyewe mtoa wakfu pia walikuwa wanakuja kusoma katika nani hii. Lakini kikubwa zaidi tumeshukuru kwamba Sheikh Walid Al-Had, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, amekuja na amelimaliza ile tatizo, na bahati nzuri alipokuja akanikuta mimi huku, kwa sababu ni mtu ambaye tunajuana. Kwa hiyo ikabidi aniite, kwa sababu nilikuwa nimekaa nyuma, akaniambia njoo mbele. Basi alhamdulillah nikaenda mbele, na kikubwa zaidi nashukuru kwamba bado amenikumbuka, pamoja na cheo chake kikubwa, lakini bado amenikumbuka kwa sababu tulikuwa wote pamoja. Kwa hiyo kwanza hilo namshukuru kwamba ni mtu ambaye hana majivuno. Kwanza ni mtu ambaye hana majivuno, mtu ambaye ni mtu wa watu, anapenda kushirikiana na watu. Kwa jambo hili kwa kweli tunashukuru kwamba asili ya ugomvi leo ni kama wamemalizika, kwamba amemwambia imamu akae pembeni kwanza na mtoa wakfu akae pembeni, bwana Kisombi, ili kupisha uchunguzi uendelee. Maana huu ni uchunguzi unaendelea kuchunguza kwamba je, tatizo ni nini? Yani tatizo lao ni tatizo binafsi au linahusiana na mambo ya dini? Kwa hili ndio tunalokwenda naye, na ametuahidi kwamba atakuja Ijumaa ijayo, na hapa katikati ya wiki anaweza kuja ili tuweze kushauriana zaidi.